Na bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Tunaendelea ndugu zangu kumalizia sehemu iliyobaki ya mada yetu ambayo tulianza nayo, ni saikolojia ya mwanamume. Tulizungumza takriban mambo manne ambayo wanaume wanayatarajia kutoka kwa wake zao. Jambo la nne ambalo tulikuwa tunalizungumza kabla ya dhana ilikuwa ni kuwa mwanamke mwenye mvuto. Na nikaisoma hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inaelezea sifa ambazo mume anazihitaji au khairi ambayo mwanamume ameipata. Ni mwanamke mwema, akimwamrisha anamtii, lakini akimwangalia anamfurahisha. Sawa hii hadithi ni ndefu, nimeishia katika kipengele hicho. Sasa sisi tujaribu kujiangalia, je, waume zetu wanavyotuangalia, je, tunawafurahisha kwa jinsi tulivyo? Kila mtu ajiangalie yeye mwenyewe nyumbani kwake. Sawa Na kusema kweli, ndoa haizoeleki. Mtu ambaye atasema kwamba amezoea ndoa yake, maana yake anaipelekea kuiharibu yeye mwenyewe. Kwamba bwana, sisi tumeshakuwa wakubwa sasa, yale mambo tena ya kujipamba, kujiremba, sawa, sijui ya kujipaka wanja, sijui ya kupaka hina, sijui ya kujitia manukato, sijui ya kumvalia nguo za jioni. Haya mambo tunawaachia wasichana. Sawa Na kweli utawaachia wasichana na utamwacha na mume wako naye vile vile. Kwa sababu kila akikuangalia hakuna kitu kwako ambacho kinamvutia. Hakuna. Yaani hata kama ndoa yenu ni miaka 15 20, lakini anashindwa kukumbuka, yani anataka kujikumbusha yule mke wake wa mwanzo, hamuoni katika picha yako ulionayo sasa hivi. Sasa nyinyi mtasema na mwanamume anatakiwa, mara nyingi sana wanawake wanajaribu kila anachoambiwa yeye afanye, na mwanamume naye anatakiwa afanye hivyo. La, swala la mvuto liko kwenu. Na ndio maana tukazungumza tukasema, ndio maana Mwenyezi Mungu akafaradhisha hijab. Hajafaradhisha hijab kwa mwanamume, amefaradhisha karibu alhaji amefaradhisha hijab kwa wanawake, si kwa sababu ya kuwaonea, la, ni kwa sababu Allah amewapendelea. Vitu vizuri vyote amewapa nyinyi. Kweli au sio kweli jamani? Ni kweli. Hakuna mtu anapinga hicho kitu. Hata wale wanaopigania haki za wanawake, sio haki za nini, wanafahamu. Bali wao ndio wanahimiza zaidi, wanasema wanawake wanatakiwa waonyeshe yale ambayo Mungu amewakirimu. Waonyeshe, yani wanawake wao, waonyeshe vifua vyao, waonyeshe viuno vyao, waonyeshe miili yao jinsi ilivyo. Hivi ni vitu Mungu amewapa zawadi. Kwa nini mnavificha ficha? Wao wenyewe wanakiri kwamba wanawake wamepewa zawadi, wamepewa vitu vizuri. Na hili jambo la kimaumbile, yani halipingiki. Na ndio maana hata katika mashindano ya uzuri na nini tunasema wanashindana kina nani? Wanawake. Ushawahi kuona mashindano ya uzuri kwa wanaume? Hawana kitu cha kuonyesha, wala hawana mvuto. Hata kitokea mbele ya watu amevua shati lake na misuli yake, sawa, hamna mvuto wote. Lakini wanawake mvuto upo, Allah ameujalia ndani yenu. Sasa huu mvuto kama hutouonyesha kwa mume wako, unatarajia utaonyesha kwa nani? Mashaallah, wanawake wa Kiislamu wamejistiri, wanavaa hijabu, na wengine mpaka wanavaa na niqabu. Kwa ajili ya kufanya nini? Ya kujistiri na macho ya watu wengine, wasikuangalie mazuri yako ambayo Mwenyezi Mungu amekujalia, bali mazuri yako yaangaliwe na nani? Na mume wako. Sasa huko nje hawayaoni, ndani hayaonekani. Sasa wewe mtu aina gani yani? Huko nje hawakuoni kabisa, ni khairi, unapata thawabu. Lakini ndani naye huonekani kabisa. Yani ukivua jalabibu lako, usipovua ndio hivyo ulivyo hivyo. Hamna tofauti kati ya kuvua na kuvaa. Sawa? Sasa bora uvae tu niqabu yako na nani yako hata ndani ya nyumba, na wengineo kitandani ulale nayo kabisa.
Je, kama unaona unajistiri sasa hata kwa mume wako, hutaki aone vizuri ulivyo navyo, kuna faida gani sasa ya kuendelea kuvua nguo nyumbani? Kwa hiyo ni lazima aone vitu ambavyo vitakuwa vina mvuto kwake. Aone umependeza, aone unanukia, aone umejipamba, bila kujali umri. Ndugu zangu wa kina mama, yani haina umri. Mwanamume katika hili hana umri, kwa lengo zuri tu, kwa lengo la kuonyesha kwamba wewe ni mwanamke upo nyumbani. Lakini unapokuja ukifika sehemu ukaizoea ndoa yako, unamuona yule kama kaka yako tu, sawa, mtu tu yuko nyumbani, hazidishi kitu chochote mule ndani. Ndio haya ambayo yanajitokeza. Kama nilivyosema, wanaume hatuna tabia ya kulalamika, lakini tuna tabia ya kuweka ndani ya nafsi zetu. Unahisi kabisa kwamba yani mambo yamebadilika. Unahisi kabisa kwamba wewe yani unavyotritiwa pale nyumbani ni kama sio mwanamume yani. Mnaishi tu kusukuma siku zile. Kwa hiyo mwisho wa siku ndio haya ambayo yanajitokeza. Ukipata mwanamume mcha Mungu ataongeza tu mke, si ndio? Lakini ukipata ambaye sio mcha Mungu atakuwa na wangapi na michepuko na nini huko nje, kila siku ana semina na mikutano, sawa, lakini yuko mtaani pale pale. Kwa sababu anataka vitu vipya. Na mwanamume kila umri wake unavyozidi kuwa, ndani ya nafsi yake huwa hapendi ile umri wake kuwa unaongezeka, sawa. Bado anataka ajione kama ni nani? Kama kijana. Hiyo ni tabia ambayo wengi sisi tunayo. Kwa sasa wewe ukiwa katika hali kama hiyo unazidi kumkumbusha uzee. Yani anathibitisha kabisa kwamba sasa nimezeeka. Kwa hiyo akipata mtu atakayemkumbusha ujana, atakayemuonyesha wewe bado, sawa, akamuita majina mazuri mazuri na nini na vitu kama hivyo, ina maana ataishia kule. Kwa hiyo vitu, ndugu zangu kina mama, vinatakiwa mviingize katika utaratibu wenu na utendaji wenu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na wake zaidi ya wake 9 tuseme. Tofauti. Kuna wengine wakubwa kiumri, kuna wengine wadogo sana, kuna wengine alikuwa na wake tofauti. Na tabia yake alikuwa anawatembelea wote wale. Kila siku watembelea, kwa maana hali za kuwajulia hali mna vipi, lakini siku analala kwa mwanamke ambaye zamu yake ipo kule. Lakini wote anawapitia. Lakini alikuwa katika kuwapitia kwao anashinda sana katika chumba kimoja muda mrefu. Chumba cha Bi Zainab. Wanachuoni wanasema ni kwa sababu ya alikuwa anapenda vile anavyoviona. Sawa, atawekewa asali nzuri, atakuta mke wake amekaa vizuri, amevaa vizuri, anampa story nzuri, anamfurahisha. Kwa hiyo dakika 5, dakika 10, dakika 15, dakika 20. Sasa wanawake kama kawaida yao wanachunguzana. Na nyumba zilikuwa ziko pembezoni mwa msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila akifungua pazia hajatoka. Sasa kaa dakika 15, huku mwingine kaa dakika 5 tu. Naona kwa sababu gani? Zile study za kumweka mwanamume hawakuwa nazo wengine. Na ndio maana wakafanya vitimbi Aisha na Hafsa ambao walikuwa ni marafiki. Wakiwenza lakini marafiki. Wakajua, wakachunguza mpaka wakajua Mtume sallallahu alaihi wasallam anapewa asali mule ndani pamoja na kupigiwa story. Kwa hiyo wakaweka mbinu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akija akitaka tu kukumbatia kusalimie, mbia kaka pembeni, mdomo wako unanuka. Sawa ili asile tena asali. Sasa kaona kwanza kwa Hafsa, akaona labda Hafsa tupua zake. Kwenda kwa Aisha naye anamwambia hivyo, kaka ambaye umekula nini leo mdomo unanuka. Sasa nimekula asali. Akaiharamisha asali. Lakini Mwenyezi Mungu akateremsha aya za kuhalalisha. Kwa nini unaharamisha asali kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekiharamisha? Ninachotaka kukizungumza hapa ni kwamba aliwezaje huyu Bi Zainab, ni kwa sababu alitumia nafasi alizonazo na skills ya zile study kama mwanamke za kumfanya Mtume sallallahu alaihi wasallam akae muda mrefu na yeye. Hivi ni vitu ambavyo unaweza kuvidharau, lakini wallahi vinatengeneza farka kubwa sana katika maisha ya kifamilia, hasa kutoka kwenu.
kuangalia mavazi yako, kuangalia harufu yako, sawa kuangalia sura yako, kuangalia nywele zako, kuangalia kucha zako, sawa vitu kama hivyo. Sasa kweli unalala na mume wako unanuka jasho, haipendezi kwa mwanamke wa Kiislamu. Atalala kweli, atavumilia. Mwanamume kunuka jasho haipendezi, lakini inafanana. Lakini sio kwa mwanamke, haifanani kabisa yani. Unaona? Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunatakiwa viwepo katika majumba yetu. Sawa, mwanamume mwenyewe haleti, sio kweli. Sawa Kuna vitu vingine special vya kwako mwenyewe vya kulinda nyumba yako. Kama haleti, tafuta wewe mwenyewe katika njia ambazo unazijua kwa biashara ambazo unazifanya. Ya 5, wanaume huwa tunapenda wanawake wenye kujiamini na wabunifu. Ukiwa mtiifu sana, ile ndio yani wewe tunataka tufanye kitu fulani, uonavyo baba fulani unavyoona wewe, mimi sina kauli yoyote, sawa mwisho wa siku hata sikushauri. Na faida gani ya kushauri sasa? Mama fulani unaonaje tupeleke watu wetu kwenye shule fulani? Utakavyoona wewe fanya tu, sawa Mama fulani wewe utakavyoona wewe, mimi na mambo yangu huko. Mwanamume ukishamwambia zaidi ya mara 2 mara 3, haji kukupa ushauri wa aina yote. Anakuona pale nyumbani kama mzigo tu. Atashauri watu wengine huko nje huko. Sawa? Na visenti vidogo, nataka nifanye kitu fulani. Sawa, ukinunua hii utapata hii, utafanya hivi, utakwenda hivi, utaleta hivi. Kwa sababu gani? Haji kwako kwa sababu huna jipya unaweza kumueleza. Lakini jitahidi kuisoma kazi yake anayoifanya. Uje na mawazo mbadala ya wengine ambao wanafanya kazi kama ya kwake, wamefanikiwa vipi. Kwa hiyo unakuwa una vitu vipya. Hata ukizungumza naye unamwambia baba fulani kafanikiwa, nasikia alikwenda akafanya hivi, hebu jaribu na wewe. Kwa hiyo anajua kwamba mke wake anajiamini, mbunifu, ana vitu ambavyo vinaweza vikamuongezea vitu katika maisha. Unampa fikra katika maisha. Siku zote atakuwa anakuja kwako kupata fikra. Lakini kama sio hujiamini, umechukulia kwamba heshima ni utiifu ule ambao unamtii bila kumpa mawazo mapya, matokeo yake mwanamume anatengeneza fikra kwamba huna jipya unaweza kumueleza, na mke wake ni mtu tu wa nyumbani, hana msaada wote wa kifikra. Kwa hiyo anafanya vitu wewe unashtukia kwa watu wengine. Mume wako kafanya kitu fulani, kweli mume wako kanunua kitu fulani, kweli wewe hujui. Kwa sababu gani? Hana sababu ya kushirikisha. Wewe mwenyewe tayari umeshajitoa katika yale masuhulia. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa mwanamke ili aweze kuwa karibu na mume wake, aelewe anaweza kumshauri vipi mume wake katika maeneo ya kazi anayofanya. Hata kama labda ukusoma sana, lakini una akili zile za kawaida. Tunajua kabisa mimi naweza nikashauri kitu fulani. Kwa hiyo uwe unaelewa mazingira yanayokuzunguka na mambo yanayoendelea duniani unayafahamu, ili uweze kumshauri mume wako vizuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wake zake wote, mama Ummu Salama alikuwa ni mama mtu mzima. Zaidi ya kina Aisha, kina Hafsa na wengineo. Ndio alikuwa anamtegemea sana katika ushauri. Akipata jambo kama ni zito, basi atakwenda kwa mama Ummu Salama. Kuna 1 2 3. Ataambia sikiliza. Ana uzoefu, kasafiri nchi nyingine nyingi, sawa? Alishaolewa kabla Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anajua maisha. Kwa hiyo anamfahamisha. Na aliwahi kuokoa umma wa Kiislamu katika kadhia nzito sana, ambao Waislamu walikuwa wanataka kwenda umra Makkah, wakati huo bado Makkah iko chini ya washirikina. Kufika mpakani wakazuiwa. Wakaambia mwezi kuingia, rudini. Wana hamu ya kwenda kufanya ibada, wana hamu ya kuona ndugu zao. Mtume kawaahidi. Leo wanakuja mushirikina wanasema rudini. Kwa nini? Hatutaki tumje mwaka huu. Nendeni zenu. Tutawaambia lini mje. Maswahaba wakakasirika sana kwa sababu wamezuiwa. Mtume akawaambia, jamani, tumezuiwa, lakini nia yetu ilikuwa tuende tukafanya umra. Nyoeni nywele zenu, punguzeni nywele zenu, mvueni nguo zenu za ihram, turudi zetu. Maswahaba wakagoma, mgomo baridi. Fikiria kiongozi anaambia nyoeni, mvue nguo zenu, mtoe ihram zenu, amekaa kimya. Hakuna mtu aliyotaharaka. Kila mtu amekaa amenuna. Mtume akaona umma umeangamia, kwa mara ya kwanza hawamsikilizi. Akarudi katika hema lake. Mambo yote yanatokea, Ummu Salama anayaona.
Akamwambia, ya Rasulullah, mjumbe wa Mwenyezi Mungu, wewe mume wangu wamepatwa na jambo zito, walikuwa na hamu ya kufanya ibada, walikuwa wanataka kwenda kuona ndugu zao uliwaahidi, imetokea kutokea, sawa, nafsi zao zimeingia yani uzito, wewe toka nje pale, mimi nikakunyoe mwenyewe nywele. Kweli akatoka nje akaweka kama ni kistuli sijui ni nini, Ummu Salama mwenyewe akashirikia kumnyoa nani? Mume wake ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maswahaba walivyoona kule wakasema, Rasulullah ananyoa, na sisi twendeni. Wakatoka wote sasa, kila mtu akaanza kunyoa nywele. Tatizo likaisha kwa ushauri wa nani? Wa mwanamke. Sasa ingekuwa ni mwanamke mwingine ambaye anasema utayajua mwenyewe ya kwako hayo, sawa, angekuwa na ushauri gani? Hata Mtume asingerudi kwake, anajua hatopata jibu. Lakini Ummu Salama alimpa majibu kutokana na ule uzoefu wake katika maisha. Ndivyo inavyotakiwa. Kwa hiyo swala la 5 ni wanawake kujiamini, kuwa wabunifu katika maisha yao, kubadilisha mambo, kufanya hivi, ubunifu katika mambo mengi, katika maendeleo ya maisha, sawa? Ubunifu katika nyumba yako wewe mwenyewe, kuibadilisha. Wanaume tunapenda tuone mabadiliko ndani ya nyumba zetu. Unakuwa na ubunifu, unaangalia wenzako, ukienda kutembelea nyumba za wenzako kule, angalia decoration zao walivyoweka, meza zao walivyoziweka, pazia zilivyofanywa, sawa? Ndio mwanamke anatakiwa awe hivyo. Akija leo anabadilisha pale, hata kama una uwezo mkubwa unaweka mabadiliko fulani. Hivi ndio vitu ambavyo mwanamke anatakiwa kuvifanya, na mwanamume anavutika navyo kwa mke wake anapokuwa katika hali kama hiyo, sawa? Lakini sio tangu mmeoana yani dressing table iko pale pale, haibadiliki, utafikia al-Kaaba. Yani mtu anayejua kwa sababu akilala usiku anaota na ile nyumba iko yani haibadiliki, makochi hayabadiliki, haiwezekani. Lazima mwanamke anakuwa mbunifu, analeta vitu vya mabadiliko ndani ya nyumba. Mwanamume hawezi kufanya vitu hivyo, ni wewe. Kwa hiyo ubunifu katika vitu mbalimbali wanaume wanavipenda. Kila siku mtu anaona nyumba yake mpya, kila siku anaona mpya baada ya muda, lakini sio ile ambayo ameizoea. Kwa haya ni matarajio ya mwanamume ambaye anajitahidi kuwa mwema, sawa? Lakini ndugu zangu akina mama, mimi nimezungumzia hapa nafasi yenu nyinyi kama wanawake na vitu ambavyo vitawasaidia kuwafahamu wanaume jinsi walivyo na kurekebisha yale ambayo yanajitokeza katika ndoa zetu. Lakini kuna wanaume najua iko katika vichwa vyenu kwamba vyote utakavyomfanyia ni kazi bure tu. Vyote utakavyofanya kwako ni kazi bure. Sawa? Wako wanaume wa aina hiyo. Hawa ni sio wengi sana, ni wachache. Sio wengi sana, ni wachache ambao wana sifa tofauti na hizi ambazo tumezizungumza. Wanaume wa aina hii ni wanaitwa selfish. Anayejali maslahi yake peke yake. Sawa? Hii ni sifa miongoni mwa sifa ambazo baadhi ya wanaume wanazo. Yeye anaangalia maslahi yake tu. Maada maslahi yake yametimia, haangalii maslahi ya watu wengine. Hawa wanaume mnao katika majumba yenu, na mnaweza mkataamiliana nao kwa tabia zao hizo walizonazo, kwa nyinyi wenyewe kubadilika, sawa, na kufanya mambo ambayo yanaweza kuwafanya wakuone kwamba na wewe upo. Lakini kama utajisaulisha hata kuona. Wanaume wana hii wapo. Wako wanaume ambao anaenjoy, unajua maana yake, yani anastarehe. Anastarehe kukuudhi na kukujeruhi. Siku zote yeye anakukosoa na hana shukrani. Wapo majumbani au hawapo? Wapo. Ni sifa ambazo wanazo baadhi ya wanaume, ambazo wanashtakiwa nazo wanaume wengi. Yeye anastarehe kukuona wewe daima umenuna. Ukilia ndo kabisa, yani raha mustarehe kabisa yani. Sawa? Na kukosoa vitu vidogo vidogo, yeye haangalii makubwa uliyofanya, anaangalia vidogo vidogo sana. Wanaume wa aina hii, ndugu zangu akina mama, usimuonyeshe udhaifu. Sawa? Yani akikuudhi ukaudhika, yeye anafurahi. Akikupa neno hivi ukanuna, yeye anafurahi. Ukaingia chumbani ukaanza kulia, ndio kabisa anafurahi. Yani ni wagonjwa, hawa wanaume ni wagonjwa. Ni wagonjwa wa nafsi.
anafurahi na anaenjoy akimuona mwenzake yupo katika dhiki. Sasa jinsi unavyokuwa kila siku unalia, unanuna, unafanya nini, ndio unamnenepesha. Sio unamnenepesha katika mwili, unamnenepesha katika zile hisia zake. Unachotakiwa wewe, hata kama utalia, kalilie sehemu ambayo hata kuhisi kabisa. Sawa? Futa machozi yako alafu rudi tabasamu tu. Si ndio nilikuwa nimemuudhi sasa hivi huyu. Naona unamuonyesha kwamba yote uliyozungumza haya yameingilia hapa, yametokea upande wa pili. Kwa njia kama hiyo utamrudisha kwenye mstari. Kwa sababu ni mgonjwa. Atakasirika, atafanya nini, lakini wewe unamuonyesha kwamba yote unayazungumza huwezi kunipata, huwezi kupata hisia zangu. Kwa hiyo ndo dawa pekee ambayo unaweza ukawa nayo. Kulia mbele yake sio kwamba ndio unatatua tatizo, ndio unaliongeza tatizo linakuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo usionyeshe udhaifu mbele yake. Kuna wanaume ambao siku zote wewe ndio mchawi wake. Yaani makosa yote anakurumbikizia wewe. Kuna mwingine kafanya yeye, lakini akija atatafuta njia moja au nyingine aseme tu hiyo yote ni kwa sababu yako wewe. Yote hiyo ni kwa sababu yako wewe. Hata kama wewe ulimtahadharisha, ukamwambia baba fulani itakuwa hivi, akatokea mambo matatizo mabaya yametokea, atarudi atakwambia yote inatokana na wewe tu. Anataka kila siku atafute mchawi mwingine asiyekuwa yeye. Anakimbizia matatizo yake kwako wewe. Hii ni aina ya wanaume ambao wapo katika majumba yenu. Kuna wanaume ambao haamini mtu. Yeye daima anahisi kwamba unamzunguka na una jambo la siri ambalo unalo. Siku zote yani yeye hakuamini kabisa kwa lolote lile. Ukichelewa, ukiwahi kwake ni matatizo. Ukifurahi, ukinuna kwake ni matatizo. Hata ukifurahi umefurahi nini? Kuna kitu kinakufurahisha wewe dhidi yangu mimi. Umeona? Ukinuna, umenuna nini? Sawa. Nyumba yote haina furaha. Yaani yeye kwake daima anahisi kuna kitu nyuma yako ambacho kinakuzunguka. Wako wanaume wa aina hii ambao mnatakiwa mjue jinsi gani ya kuishi nao. Ndugu zangu kina mama, kuna lugha kama 5 hivi zinaitwa lugha za mapenzi ambazo zitawasaidia kwa kumalizia mada yangu. Kuna lugha inaitwa nisikilize. Kuna lugha inaitwa nipe zawadi. Kuna lugha inaitwa nipe muda wako na nafasi yako nisaidie. Nafasi yako. Kuna lugha inaitwa nisaidie. Kuna lugha inaitwa niguse. Sawa? Hizi ni lugha 5 za nini? Za mapenzi. Na kila lugha hii nianze ya kwanza. Ya kwanza nisikilize. Ya pili nipe zawadi. Ya tatu nipe muda wako na nafasi yako. Ya 4 nisaidie. Ya 5 niguse. Hizi ni lugha za mapenzi. Sawa? Na lazima ujue mume wako katika lugha hizi yeye anaongea lugha gani. Sawa? Mume wako anaongea lugha gani katika lugha hizi. Unaweza kumnunulia mume wako zawadi, lakini lugha yake yeye ya mapenzi niguse. Sawa? Baba fulani nimekuletea, nilikuwa napita sijui nimekuta perfume moja nzuri sana. Sawa? Kama lugha yake niguse, hiyo perfume yako haina maana yote. Lakini ukimgusa, ukimbusu, ukifanya nini, ndio lugha yake ya mapenzi. Si tumeelewana? Kwa kila mtu ana lugha ambayo anaifahamu. Akiwa na lugha zote hizi 5 ni nzuri, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na lugha zote hizi.
Ya kwanza, nisikilize. Ni lugha ambayo unaitengeneza wewe kwa maneno mazuri ya shukrani, ya kutambua nafasi yake. Anapata nafasi ya kukusikiliza, hata kama sio lugha yake ya kusikiliza, lakini wewe utamtengeneza kusikilize. Usianze tu moja kwa moja, anza na kumjenga ili apate nafasi ya kukusikiliza. Na hakuna eneo zuri kama maeneo ya kuzungumza na kusikilizana. Ndio maeneo ambayo yanatatua matatizo mengi yaliyopo katika ndoa. Maneno mazuri yanajenga na yana thamani kubwa kuliko kitu chochote kingine katika maisha ya ndoa. Nisikilize. Unamwambia baba fulani, wallahi sijui kama bila wewe sijui ningekuwa wapi sasa hivi. Sijui ningekuwa wapi. Baba fulani, yani naogopa mimi, yani wewe ufe kabla yangu. Niko nataka mimi nife kabla hujakufa wewe. Sijui nitaishi vipi bila wewe. Haya maneno magumu. Nisikilize, sawa? Onyesha hisia zako. Unamjenga katika hali kama hiyo. Ni maneno ambayo yanabaki katika vifua vya wanaume kwa muda mrefu. Na thamani na heshima inapitia katika maneno kama hayo. Wala sio udhaifu kwa mwanamke kuzungumza vitu kama hivyo. Sawa? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-kalimatu tayyiba sadaqa. Neno zuri unalomwambia mtu yeyote ni sadaka. Je, unamwambia mume wako? Na kwa sadaka kubwa zaidi. Lakini lingine ya sifa ya pili, nipe nini? Nipe zawadi. Sawa, kuna mwingine yani yeye zawadi inamwathiri. Yote mambo mengine yote haya ukimpa zawadi anakuwa kama mtoto mdogo yani. Jinsi anavyofurahi kufurahia zawadi. Wako wanaume wa aina hiyo, lakini vile vile wako wanawake ambao wanapenda hizo zawadi za aina hiyo. Hii tukizungumza na wanaume wote tunawaambia zawadi gani ambazo nyinyi mnazipenda. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tahadu tahabu. Pia nini zawadi? Mtapendana. Tafuta test ya mume wako ni ipi? Anapendelea vitu gani? Katika yani vinamvutia. Weka viela vyako kidogo, mtafutie zawadi, mfungie vizuri. Sawa Mpelekee. Lakini kuna wanaume wengine lugha hiyo hawaifahamu. Ndio story moja nilisikia, mwanamke mmoja anamwambia mume wake katika nafasi ya nisikilize. Anasema nimeota usiku mume wangu katika sema tuchukulie Eid al-Fitr. Eid inayokuja al-Fitri. Umeenda Dar es Salaam. Nimekuona kwenye mitaa ya Dar es Salaam. Umeingia katika maduka yale ya dhahabu. Ukanichukulia ile seti nzima, ile pete, mkufu, hereni, bangili na nini. Nimeota mpaka yani Eid al-Fitri, ndoto ya leo. Mwanamke ametumia kichochoro cha nisikilize na nini na hisia kufikisha message. Sasa huyu mwanamume sio katika aina zile za za zawadi. Kafikiria imekuja Eid al-Fitri, amefunga zawadi kwenye ile nani ya zawadi nzuri ile. Kafunga vizuri na alama na kila kitu, kiboksi hivi. Kamwambia mke wake, nimekuletea zawadi. Mke anajua mashaallah ile plan yangu imefanikiwa. Anaifungua kwa madaha na nini, anakuta ndani kitabu kimeandikwa jinsi ya kutafsiri ndoto. Kashtuka na mwanamume naye kashtuka. Hujaipenda. Vitu gani unaniletea mimi? Kabla mimi sijui kutafsiri ndoto. Nikaona nikuletee kitabu, ukipota ndoto nyingine pita tu humo ndani. Asa mwanamume huyu anajiona hajakosea kwa sababu yeye sio wa mtu wa aina hiyo. Unamuingiza katika vitu ambavyo sio vya kwake. Umeelewa Kwa hiyo lugha zinazohusiana na masuala ya zawadi, angalia kitu gani ambacho yeye kiko karibu na yeye zaidi. Nipe muda wako na nafasi yako. Yaani kupata muda wa kuongea as a family. Huu nao ni mlango muhimu sana katika milango ya
katika lugha za mapenzi, lugha 5 zile. Na muda huu saa nyingine tunautengeneza sisi wenyewe, kwa sababu hakuna mtu ambaye anapenda kukumbuka headache. Na mtu anakumbuka homa na kichwa kilikuwa kinamuuma, hatukumbuki, tunatamani tusahau magonjwa. Na hakuna mtu anakumbuka changamoto za ndani ya nyumba kila siku, nataka nizisahau. Lakini nipe muda wako na nafasi yako ni kutengeneza mazingira yatakayoifanya matatizo na changamoto na headache zote na stress zikae pembeni. Tengeneza mazingira wewe mwenyewe nyumbani ya kuzungumza mambo ambayo hayahusiani kabisa na stress, mambo mengine kabisa, ili upate fursa ya kukaa na kujizoesha katika kuzungumza maisha yenu na matatizo yenu. La 4, nisaidie. Hapa hasa wanaume tunatakiwa tuwasaidie wake zetu majukumu ya nyumbani. Wote tuna madhaifu katika hili jambo. Kupika iftari, labda kama uwezi basi kuandaa meza ya iftari au kuondoa vyombo, sawa? Hii inatengeneza mapenzi. Ni lugha ya mapenzi katika lugha 5 ambazo tumezungumzia. Ya 5 ni guse. Kugusa maana yake kumbusu, kumbatia, kumshika mkono. Kuna mwanaume mwingine kumshika mkono anafanya hivi. Ukimbusu na kusukuma kabisa hivi. Bwana. Sawa? Ndio malezi yake alolelewa yani. Sasa usilazimishe, umeelewa? Unaweza ukamuini kama ni mjanja sana, lakini ni ngumu sana, sababu atakuwa kila siku anakujeruhi. Atakuwa anakusukuma, sio kwa sababu hakupendi, lakini alivyolelewa amelelewa yani ile ukakamavu ule. Naona yuko hivyo. Kwa hiyo usilazimishe. Tafuta lugha yake nyingine anayoifahamu, zungumza naye kwa lugha kama hiyo. Lakini lugha ya kugusana ni muhimu sana. Takiwi mwanamume na mwanamke, hasa mume na mke, wakae mbali katika masuala ya kugusana. Masuala ya kushikana mkono, sawa? Kutembea pamoja, masuala ya kukumbatiana. Kukumbatiana yani huko mmevaa nguo zenu huko sebleni wapi, sawa? Mmenielewa maana yake nadhani. Kukumbatiana kwa kawaida yani. Kwa mapenzi tu. Sisi tumeelewana Hivi ni vitu muhimu sana. Hata kama usipokumbatiana na mume wako, na kukumbatiana na nani? Yaani tangu mmeoana mpaka mmefikia sasa hivi miaka 25 hamjawahi kukumbatiana. Tukiachilia mbali mambo ya kitandani na mambo mengine tuhusu hapa. Kukumbatiana tu bila sababu yote ya msingi. Naam. Kwa hiyo niguse. Hii ni eneo ambalo linatakiwa lifanyiwe kazi. Tupo pamoja kina mama? Okay. Mimi nimalizie mada yangu kwa uzindushi. Unaweza kukaa na mume wako miaka mingi, na mwanamume akaa na mke wake miaka mingi wasijuane. Kukaa na kitu karibu sio kwa maana kwamba unakifahamu. Sawa Kuna mtu namalizia inshallah. Kuna mtu aliambiwa avue saa yake ya mkononi. Karibu Alhaji na kula dakika zao kama 5 hivi. Saa ambazo tunazivaa. Saa umevaa saa, umevaa kitenge, umevaa nini, nikaichukua nikakwambia labda kwa mara ya kwanza yani katika saa yako kuna rangi ngapi, au kitenge chako kina rangi ngapi, kitu ambacho unakivaa kila siku. Ukashindwa kukielezea kwa sababu kiko karibu sana na nini na wewe. Waalaikum salaam. Kwa hiyo kuishi pamoja muda mrefu haina maana kwamba unamfahamu mtu vizuri. Inawezekana kuna vitu vidogo sana humfahamu. Ni jukumu la mwanamke wa Kiislamu aliyopo katika ndoa kumfahamu, kujitahidi kadri ya uwezo wake kumfahamu mume wake. Kadri ya uwezo wake. Kama usipomfahamu vizuri utamfahamu nani? Kuna ndoa moja ilifikia sehemu ikawa inavunjika kwa sababu ya kitu ambacho kinaweza kuwa ni kichekesho kwenu. Mwanamke anajitahidi kuwa mwema katika kila kitu. Timetable ya mume wake anaifahamu kila kitu. Na anapenda sana apate chakula cha asubuhi, breakfast na mume wake, na anamuhimiza lunch hawezi kula mpaka mume wake afanye nini? Arudi. Tabia nzuri au mbaya? Nzuri. Lakini mume kila siku anatafuta udhur wa kutokula na mke wake.
nimechelewa, mimi nitakula mjini, usikawie kula tu mke wangu, siwezi, na kusubiri mume wangu tule wote mkono kwa mkono, kula. Unaona? Mwisho mwanamke akatafsiri kwamba kuna kitu, ima mwanamume anamsaliti, kuna mwanamume mwingine, kwa nini anafanya vitu kama hivyo, hata katika siku za weekend anamkimbia, kila siku dharura. Mpaka ikafika siku sasa, ikawa sasa uso kwa uso. Kwa nini? Naona kumbe huyu mwanamume hapendi jinsi ambavyo mke wake anatafuna chakula. Yaani ile kachu. Chukua chips zimeingia. Yeye anajisikia yani vibaya kweli. Ndio udhaifu wake na hawezi kumwambia. Sawa? Kwa hiyo anambia kula na kuja kula. Kwa sababu kila kikaa kianza kula hivi, ile sauti ya mdomo ile ya chakula na nini, sawa? Yani hatusemi kwamba anamchukia mke wake, lakini mke angefanya juhudi ya ziada angejua kwamba sawa. Ni kitu cha kawaida, hata mimi ninavyokula sengine naangalia watoto wangu hivi naona huyu hapendi ninavyotafuna hivi. Sawa namtuliza anambia ndio hivyo tena. Asala. Kwa sababu kila mtu na na ulaji wake. Na hivi nazungumzia hivi ni vitabia vidogo. Sasa wewe hapa wekea tu mstari wa vitabia vingi vidogo ambavyo vipo. Sawa? Kuna vitabia vipo ambavyo labda wewe unavifanya. Tuchukulie kitu kama harufu ya mdomo. Hivi kweli kuna mwanamume anaweza kumwambia mke wake unanuka mdomo? Inawezekana? Hawezi kumwambia. Lakini atakachokifanya ni nini? Atageukia upande wa pili. Ataanza tu kumwambia maneno ya mafumbo. Kuna dawa fulani za mswaki nzuri. Naona hizo nzuri kweli, madaktari wamethibitisha zinaondoa wadudu, zinafanya hivi na hivi. Wewe kama hujaelewa message, unajua tu sasa ukanunue. Unaona hii? Lakini kama unaelewa utajua imekujaje dawa ya mswaki sasa hivi hapa. Utaanza kufanya naona yani kuna vitu ambavyo havitamkiki katika maisha yetu, ambavyo vinatakiwa tuvifahamu, kwa sababu vile unaweza kuvidharau kwa udogo wake vinatengeneza ufa, kama tulivyozungumzia huu ambao nyinyi mmedharau, lakini kwa udogo wake vinatengeneza ufa kwamba iko hivi. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo akina mama tunataka tuvifanyie kazi. Nimezungumzia saikolojia ya mwanamume, jinsi gani ambavyo nyinyi mnatakiwa kuwafahamu wanaume. Matatizo mengi yanayokuja kwetu sisi yanatokana na watu kutofahamiana katika vitu vikubwa na vitu vidogo. Na wanawake wengi niliozungumza nao, tatizo lao kubwa hawafahamu wanaume zao. Anahisi kwamba anadharau. Yeye akiwa ameingia chumbani analia, mume wake anapiga matonge sebleni. Sasa unataka afanye nini? Aje kulia na wewe? Sio sifa ya mwanamume. Sawa? Atakuja atakwambia unalia nini? Samahani, pole sana. Chakula kiko tayari. Sasa hana hisia, hajali hisia. Sio nani? Kweli, lakini sasa yeye haoni mantiki hiyo. Sisi tumeelewana? Kwa hiyo ni muhimu sana kufahamu nature na maumbile ya mwanamume jinsi yalivyo, yatakupunguzia wewe mambo mengi. Na tunazungumza na wanaume, tunawaambia wanawake jinsi walivyo. Jazakumullahu khairan wala afwa minkum. Kwa kuchukua muda kidogo wa ziada wa Sheikh Msangi, inshallah tutapata fursa wakati mwingine ya maswali na majibu kipindi cha jioni inshallah. Shukran, jazakumullahu khairan.